Karibu tena mtazamaji, na shukrani kwa kuendelea kusalia nami. Tukiingia sehemu ya pili, kama nilivyokuahidi awali, tunazamia mazungumzo na leo tunaangazia uhalifu chini ya miaka 18. Kumekuwa na visa ambavyo vimegonga vichwa vya habari vya watoto chini ya miaka 18 aidha wakiwa kwenye magengi ya uhalifu ama wakitekeleza uhalifu kwa jumla na kuvunja sheria. Je, sheria ya Kenya imeweka misingi gani wakati ambapo mtoto chini ya miaka 18 anapatikana amevunja ama amekiuka sheria na anahitaji kupitia ule mchakato wa haki, iwepo ni kufika mahakamani ama kufikishwa mahakamani kujibu mashtaka ambayo ameshtakiwa nayo ama uhalifu ambao ametekeleza, na pia katika mchakato wa kubadilisha tabia pia yapi ambayo yanafuatia katika hayo. Nitakuwa namhusisha Mheshimiwa Betty Koech ambaye ni hakimu mkuu wa mahakama ya Machakos, akiwa yupo katika mahakama ya kesi za watoto katika mahakama ya Machakos. Tutakuwa tunafafanuliwa zaidi pia tofauti ya mahakama hizo mbili, ya watoto na ile ya kawaida ambayo inasikiliza kesi za watu wazima. Na pia namhusisha Damaris Lubanga ambaye ni afisa wa mipango na upatikanaji haki katika shirika la Pendekezo Letu ambalo linasaidia watoto walio katika mazingira hatarishi kupata haki. Na katika msingi wa mazungumzo haya basi wanaingia katika kusaidia kupeana zile huduma za sheria bila malipo kwa watoto ambao ama baadhi ya watoto waliopatikana wakiwa wamekiuka sheria. Karibuni. Asante. Naam, nitakuwa naanza na hakimu karibu na mimi hapa kwenye upande wangu wa kulia. Tofauti ya mahakama ambazo tunazita za watoto na mahakama ambazo ni za kawaida, zile ambazo tunajua watu wazima wanafikishwa mahakamani wanapokuwa wamekiuka sheria. Tofauti kimsingi wa mazingira yake na pia labda jinsi ambavyo vile vikao vya kuendesha kesi hizo vinapelekwa. Tofauti ni gani? Tofauti ni kwamba ukiwa na kesi ambaye inahusu mtoto ama wakati ambapo mtoto amestakiwa na kesi, huwa analetwa kwa koti ya watoto. Na ikiwa kwamba mtoto amestakiwa na mtu mzima, an adult, huwa wanapelekwa kwa koti ambayo hizo koti za kawaida. Vile vile koti ya watoto inaangazia maswali ya custody na maintenance. Lakini kwa mswada wa leo tunaangalia wao watoto ambaye wameletwa kotini ikiwa wamefanya makosa. Huwa sasa mazingira yao ni kwamba wakiletwa hapa kotini kwamba kesi zao zinatakikana zifanywe haraka zimalizwe chini ya miezi 6. So sababu ya kuwekwa kando ni sababu hatutaki hao watoto wakuwe wanachanganyishwa na watu ambao ni wazima, kesi zao sikiendelea. Huwa pia ukiwa mtoto na ambayo amestakiwa na kesi, huwa wanapewa kitu inaitwa free legal aid ama pro bono advocate. So mtoto akiingia kotini amestakiwa, kuna kitu tunaita free legal aid. Alafu mazingira ya koti huo tunasema inakuwa relaxed. Ndio mtoto pia naye apate kuwa relaxed. Sababu hatutaki watoto wakuwe exposed mapema kwa judicial system. So koti, ukipata koti ya watoto most of the wakati wowote unapata kwamba imepakwa rangi ambayo inapendeza, imechorwa watoto ndio wapate pia nao kuwa relaxed. Yes. Umezungumzia swala la iwapo mtoto ameshtakiwa na mtu mzima. Yes. Kuna wakati ambapo mtu mzima anamshtaki mtoto, na tofauti ni gani? Umesema kesi hiyo inasikilizwa kwenye mahakama ya kawaida iwapo mtoto ameshtakiwa na mtu mzima. Tofauti ni kwamba tuseme kuna kesi watu wamepatikana wameiba. Kwa hao watu 3 wameiba, mmoja wao ni mtoto. Hiyo hailetwi koti ya watoto. Inaenda kwa koti ya watu wazima. Lakini hata ikienda kwa ile koti ya watu wazima, huyu mtoto atapewa pro bono advocate. Lakini hao wengine hawatakuwa na wakili. Yes, hiyo ni tofauti. Kwa hivyo kesi za watoto waliovunja sheria zinazosikilizwa kwenye mahakama za watoto ni zile ambazo watoto wameshtakiwa na watoto wenzao, ama wanaweza kuwa wameshtakiwa na watu wazima lakini wote ni watoto. Yes. Naam. Damaris, tukiangalia hali ilivyo sasa hivi katika masuala ya uhalifu wa watoto chini ya miaka 18, unaweza kusema hali ipoje humu nchini? Si kuzuri vile. Juu unajua jamii inaendelea ikipata
kesi mingi ya watoto wanaojipata kwa hii shida ya kuwa in conflict with the law ama kuzizana na sheria. Unajua sisi ni kijamii ya Kiafrika. Kitambo tulikuwa yani tunalea watoto kwa pamoja, lakini sasa kila mtu ameenda kivyake, kila mtu analea mtoto wake vile anaona. Alafu tena kuna mashida kama umaskini, mashida kama watoto kutoka shuleni kutoweza kulipa karo. So hizi kesi zinaenda juu sana, na pia yani ni ya kusisitisha sana. Ni hali mbaya vile naweza sema. Hakimu, maoni yako ni yapi ukiangalia takwimu zilivyo na nambari ambazo zinaonyesha ukiwa uko mahakamani? Tunaona visa vikiongezeka ama vikiwa vinakwenda chini ama viko wastani? Mimi naona kama kesi zinaongezeka, na maoni yangu ni kwa sababu Wakenya wamehamasishwa sana kuhusu their rights. Namba ya pili, tumekuwa wengi, si kama vile tulikuwa in the 80s. Namba ya tatu, tumekuwa na changamoto sana, parental guidance. So unaweza pata kwamba mtoto wa jirani anafanya makosa, kila mtu anakuwa anaconcentratea mahali pake peke yake bila kuangalia watoto wa jirani. So hizo ni vitu ambazo zinachangia watoto kufanya makosa in one way or the other, na huwa zinaongezeka, si kama vile tulikuwa in the 80s. Tumekuwa wengi wa Kenya. So the population pia imesababisha. Damaris, kwa kufafanua zaidi masuala ambayo hakimu anayazungumzia kwamba visa vinaongezeka, na ametaja sababu ambazo anahisi zinachangia kuongezeka kwa idadi ya Wakenya kwa jumla, lakini pia amezungumzia swala la malezi ya wazazi. Ukiwa unatangamana moja kwa moja na jamii, hususan mazingira ambazo jamii labda wazazi ambao wanalea watoto wao aidha kwenye mazingira ambao ni hatarishi, hilo unahisi linachangia kiwango gani katika kuongezeka kwa uhalifu kwa watoto chini ya miaka 18? I think kwanza ni kuvunjika kwa familia. Siku hizi unaweza pata ni mzazi mmoja analea mtoto, si wazazi wawili vile kulikuanga kitambo. Alafu tena kuna umaskini tu. Watoto wengi wenye wanajipata katika hii situation, yani wamekuwa in conflict with the law. Tunasema it's conflict with the law. Watoto wenye wamejipata kwa hilo conflict with the law, unaweza pata ni watoto wametoka kwa familia maskini, hawana pesa, wazazi wao hawana kazi. So mtoto anaenda, yani anatoka kujitafutia. Alafu vile anajitafutia si kwa njia halali. Na yani anaenda huko nje, anafanya makosa, hakuna mtu ako hapo kumrekebisha. Akirudi familia, wazazi pia hawajiwezi. So hapo sasa ndio shida kwa kijamii. Watoto wenye wametoka kwa haya majamii maskini, hawa ndio sasa mheshimiwa anawaongelea kuhusu. Tuongelee kuhusu mtoto ambaye amevunja sheria, ama kwa kimombo nasema conflict with the law. Amefikishwa mahakamani. Vikao vya mahakama vinaendeshwaje? Labda kwa kuanzia, alafu tutapata nafasi ya Damaris kuongezea kwa upande wa wakili. Vipi ambavyo wakili labda anafaa kujenga maswali yake ukilinganisha na mtu mzima, na pia wewe unapokuwa pale kama hakimu, yapi ambayo unatilia umuhimu sana wakati ambapo vikao vya mtoto mdogo kwenye mahakama ya watoto vinaendelea? Okay. Wakati mtoto ameletwa, ni jukumu lako kwanza, akianzia police station, uhakikishe kwamba huyu mtoto ameletwa kwako ni mtoto ambaye is it within the age bracket ya criminal responsibility. So kuna kitu ambayo unatakikana kuangalia ni age ya mtoto. Huyu mtoto kama ni mtoto ambaye hajafikisha miaka 12, huyo ni mtoto ambaye hautaendelea kusikiza kesi, hawezi stakiwa na kosa lolote. That is 12 years and below. Lakini akiwa miaka 12 hadi 14, sheria inasema kwamba kama mtoto alikuwa anajua hayo ni makosa, then ni wewe koti kuangalia kama utaendelea na hiyo kesi. So mtoto analetwa kotini
kuna children's officer, inatakikana kwamba children's officer akwe. Children's officer akikuja amefanya kitu inaitwa preliminary inquiry ambayo inakupatia history ya huyu mtoto. Kikao cha koti, wakati mwingi tunafanya cases tukiwa chambers, pahali ambapo watu wengine hawezi kuwa wanawaona. So unafanya hiyo kesi chambers ukiwa na children's officer, ukiwa na prosecutor na ukiwa na karani wako. Nasikiza kesi, ukiona kwamba sheria inasema kwamba tunapatia mtoto njia ya badala. So mtoto akikubali makosa, tunafanya kitu inaitwa diversion. Tunafanya diversion ile mtoto either anaandika apology ama anaomba msamaha mwenye alikuwa amemkosea, alafu tunamaliza kesi hapo. Hivyo ndivyo kikao cha koti inakaa. Lakini kama mtoto hajakubali, kuna wakili wake, tutaendelea kusikiza kesi, washahidi, sababu huyu mtoto pia ako na right ya kupewa bond. Unaweza muachilia aende nyumbani na mzazi, wakati wa kusikizwa akuje kotini tusikize kesi. Tutasikiza kesi na huwa sana sana tunajaribu kufanya kesi tumalize chini ya miezi 6. But ukielewa kwamba hata koti pia uko na cases nyingine. Saa zingine hiyo 6 months haitoshi. So cases huwa tunapeana wakati either mtoto ako nyumbani, tunasikiza, ukishamaliza unaitisha kitu inaitwa probation officers report. Pia probation ataenda huko nyumbani aangalie, afanye report yake, vile children's officer anafanya report. Hapo tunakuja tunafanya kitu inaitwa case conferencing. Case conferencing tunaangalia ni nini haswa ama ni nini tutafanya ili huyu mtoto arekebishe. Remember, tunasema kwamba kuweka mtoto kuweka mtoto kwa pahali atakuwa in custody is the last resort. So tutakuwa tunaangalia tuone kama anaweza pelekwa akue chini ya either ya mwangalizi wa probation officer ama children's officer. Yes. Ama aombe msamaha tu ule mwenye alikuwa amemfanyia makosa. Tutarejea hapo kwa labda mbinu ambazo huwa zinachukuliwa iwapo mtoto anakubali makosa. Umetaja mojawapo msamaha. Labda kuna tofauti ya kulingana na makosa ama uzito wa kosa ambalo umefanywa, ndipo ambapo hatua hizi, kwa mfano makosa kundi hili wanaruhusiwa kuwa na nafasi ya kuomba msamaha wakikubali. Na labda kuna yale ambayo mnakwenda kwenye uamuzi tofauti wa aidha kuweka mahali kwa kipindi fulani ama uamuzi mwingine. Kwa mfano kama kesi ambayo tumeiona kwenye wiki 2 zilizopita nafikiri ya eneo la Rongai, ambapo watoto wawili walitekeleza mauaji kwa mtoto wa miaka 4. Labda kwenye mazingira ambayo yapo tofauti, na labda msamaha ni kitu ambacho kinaweza kuwa labda kiko chini ya ile kosa lilofanywa. Utakuwa unatufafanulia iwapo mnaangalia makosa pia na uzito wa kosa katika kuchukua uamuzi wa aidha kuomba msamaha ama kuchukua hatua nyingine. Lakini kabla ya hapo, Damaris, tunapoangalia swala la sheria na mtoto anapokuwa amepatikana amefanya ama ametekeleza uhalifu, tukitumia kisa ambacho nilikuwa nakitaja, wanapofikishwa, kawaida mhalifu anapofikishwa kwenye kituo cha polisi anawekwa rumande kwanza, na anazuiliwa mpaka wakati ambapo anaweza kufikishwa mahakamani, iwapo ni siku ile ile ama itakuwa ni siku inayofuata, kulingana na iwapo ni siku ya kazi ama ni siku ya weekend. Tunapoangalia mazingira haya ya hizi seli ambazo tunazungumzia kwa watoto, kuna utaratibu tofauti wowote unaofuatwa na nyinyi kama mawakili ambao mara nyingi mnakuwa moja kwa moja na kesi za watoto ambao wamevunja sheria? Yapi ambayo mnasisitizia wakati ambapo mmepata simu kuna mtoto ametekeleza uhalifu na amefikishwa kwenye kituo cha polisi? Naam. Mtoto mwenye ameshikwa na kapelekwa katika kituo cha polisi lazima awekwe pali pengine, atenganishwe. Kuna watu wazima, haiwezi wekwa na watu wazima, ni haki yake kuwekwa pali pengine. Lakini changamoto kuu tunakuanga nayo saizi ni police stations, vituo vya polisi havina ni separate jail cells, separate holding cells za watoto. So watoto wanawekwa na watu wazima na hawajui haki zao. Sasa wakili, kama mawakili, kazi yetu ni kuwafunza hawa watoto haki zao. Wakishikwa na polisi ajue anafaa kuwekwa pahali pengine akingoja kwenda kotini.
So kuna shirika letu la pendekezo letu tunafanya hiyo kazi, tunafanya hizo kufunza watoto haki zao. Pia kuna shirika inaitwa Wakili wa Watoto wanafanya hiyo kazi, na pia shirika la LSK inafanya hiyo kazi ya kufunza watoto haki zao. Pia kumekuwa na maendeleo katika kituo cha polisi, wameweka sehemu inaitwa gender desk. Kuna vituo vya polisi viko na gender desk where mtoto anaekwa akingojea kwenda kotini. Tumeona Shauri Moyo Police Station iko na hiyo, na police station mbalimbali pia ziko na gender desk. Inasaidia watoto wanaekwa hapo, wako na kitanda yao, wanapewa chakula, hata kuna tissue hapo kama ni msichana anasaidiwa pia hapo. So tunaendelea tu kujaribu kupata suluhisho kwa hili shida. Naam, hakimu, labda kwa kurejelea nafikiri mazungumzo ya awali, haya makosa ambayo mnafanya uamuzi wa aidha mtoto apewe fursa ya kuomba msamaha ama mchukue njia mbadala za kutatua ama kuamua kesi hiyo, mara nyingi ukiwa hakimu unaangalia nini? Unaangalia uzito wa kosa, na tunajua mara nyingi mahakamani tunarejelea mifano ya kesi ambazo zipo na kutoa uamuzi, kusaidia hakimu kutoa uamuzi. Katika hayo tutazungumzia baadaye, kuangalia hiyo mifano na jinsi ambavyo masuala yamebadilika ikiwa mitandao na pia jinsi ambavyo makosa yanatekelezwa siku hizi. Lakini kwa kuangazia zaidi uzito wa kosa na amri ambayo unatoa kulingana na kosa, iwapo ni msamaha ama ni njia nyingine mbadala, sana sana yapi ambayo yanaangaziwa? Kwanza unatakikana kuangalia hiyo gravity of the offense, uzito wa kosa ambalo mtoto amefanya. Vile vile unatakikana ukiwa unakuwa unaangalia hiyo ripoti, ukiwa case conference, unaangalia miaka ya mtoto. Kuna watoto ambao wakati labda umefanya kesi akiwa miaka 17, unamaliza akiwa miaka 18, unaangalia vile vile atapelekwa wapi. Unaangalia miaka yake. Vile vile ukiwa unaangalia pahali mtoto ametoka, hiyo makosa, is it prevalent? Because unatakikana tena kufanya kitu inaitwa deterrence, ndio mtoto asikue anarudia. Uangalie pia kama kulikuwa na peer pressure mahali fulani. Huenda kwamba itabidi utoe huyo mtoto kwa hayo mazingira upeleke pahali pengine ili abadilike. So hizo ni vitu ambazo koti huwa anaangazia. Moso ama zaidi unaangalia gravity of the offense, na uzito wa kesi. Yes. Unaruhusiwa kufafanua baadhi ya makosa ambayo yanawekwa kwenye uzito zaidi na yale ambayo yako kwenye wastani? Yes. Naam. Yes. Unatakikana kuangalia, sababu mtoto mwenye ameua mwingine si sawa na ule mwenye ameiba karoti. Si sawa. So unaangalia hayo, alafu unaangalia vile vile kama ni mtoto wa miaka 14 si sawa na mtoto wa miaka 17. Unaangalia haya katika kuelewa makosa na pia kufahamu sheria. Yes. Naam, kabla kuingia pumziko fupi, Damaris, ukiangazia swala la mazingira ya mahakama na vikao, hakimu wamezungumzia upande wake kama hakimu. Upande wa wakili unapokuja sasa, vikao ukiwa unajitayarisha kwenda kama wakili kwa ajili ya mtoto ambaye amefikishwa mahakamani, yapi ambayo yanaangaziwa? Ya kwanza tunafaa kuangazia haki za mtoto. Unajua kuna best interest of the child. Katika katiba katiba ya Kenya 2010 na pia sheria ya watoto 2022, that's the Children's Act 2022, tunafaa kuzingatia maslahi bora ya mtoto ama best interest of a child. That is the first thing. Kitu ya pili, tunafaa kuongea na huyo mtoto yani tukizingatia miaka yake na pia kile amepitia huko nyumbani, so that tuache kuwaongelesha in a way that will re-traumatize. Unaelewa? So trauma informed care ndio tunazingatia tukiwa kotini kama mawakili. Tunajaribu kuongelesha mtoto na kuongelesha kueleza mtoto kile inafanyika katika hiyo kotini, kotini, kwa sababu mtoto ako na haki ya kushirika katika kesi yake kwa lugha anaelewa. So kwetu kama mawakili, kazi yetu ni kulinda haki ya mtoto akiwa kotini.
safeguarding the child's interests while they're in court. Hiyo ndio kazi yetu kuu. Na mtakuja kufafanua zaidi na kuelewa labda mfumo wa maswali yanavyowekwa tofauti na mtu mzima, na pia katika kuangazia masuala ambayo hakimu ameyazungumzia. Umri, watoto katika makundi ya umri tofauti, mnawaangalia vipi kitofauti katika masuala ya kuelewa sheria na kufahamu makosa ambayo wamefanya. Na mtazamaji, nitakuwa narejea hivi punde kuangazia hayo zaidi. Naingia madukani na kusihi usiende mbali. Karibu tena mtazamaji, shukran kwa kuendelea kusalia nami. Tunaendelea na mazungumzo studioni tukiangazia uhalifu chini ya miaka 18 na tukirejelea baadhi ya visa ambavyo vimekuwa vikigonga vichwa vya habari hivi punde kuhusiana na watoto chini ya miaka 18 aidha kuhusika kwenye magengi ya uhalifu na pia wengine kutekeleza tu uhalifu kwa jumla na kufikishwa mbele ya koti ama mahakama kujibu mashtaka hayo. Mchakato huo unakwendaje? Yapi ambayo yanazingatiwa katika umri wa mtoto? Kama alivyotaja hakimu, kuna tofauti katika umri na pia inaleta utofauti vile ambavyo kesi hizo zinaendeshwa mahakamani. Namhusisha Mheshimiwa Betty Koech ambaye ni hakimu mkuu wa mahakama ya Machakos, akiwa ni miongoni mwa mahakimu ambao wanasikiliza kesi za watoto katika mahakama ya watoto eneo hilo la Machakos, na pia naendelea kumhusisha Damaris Lubanga ambaye ni afisa wa mipango na upatikanaji haki katika shirika la Pendekezo Letu, shirika ambalo linasaidia kupeana zile huduma za sheria kwa bila malipo kwa wale watoto ambao wamejipata kwenye upande mbaya ama upande usio sawa wa sheria, na vile pia katika kusaidia watoto ambao wako kwenye mazingira hatarishi. Karibuni kwenye awamu ya pili. Asante. Naam. Damaris, kwa kufafanua zaidi kuhusiana na mazingira ya mahakama na kusikiliza kesi kwa watoto hawa wadogo, nafikiri hakimu ametueleza kwamba mtoto kuanzia miaka 12 kwenda chini inakuwa vigumu kusikiliza kesi yake kwa sababu ya sheria ambayo ipo, na pia katika umri ametaja kwamba kuna umri kuanzia miaka 12 kwenda juu, lakini kuna wale ambao wapo karibu na miaka 18 zaidi kushinda wengine. Katika weka maswali yako, jinsi ambavyo unapanga maswali yako, na pia tu kuhakikisha yule mtoto anafahamu kosa ambalo limemfikisha pale na uzito wa kukaa kizimbani na kuwekwa kwenye kizimba katika kujibu mashtaka ambayo ameshtakiwa nayo. Naam, lazima kabla kesi iendelee, hakimu adhibitishe kuwa mtoto anaweza ongea ukweli, anajua umuhimu wa kuongea ukweli. Inaitwa voir dire kwa kimombo. So mtoto akiletwa kotini, lazima koti idhibitishe kuwa mtoto anaelewa sababu cha kuja kotini hiyo siku, anaelewa umuhimu wa kuongea ukweli, na alafu baada ya hiyo tunaweza endelea na kesi yake. Na pia kabla kesi iendelee kotini, mtoto huwa ameandikisha statement yake, taarifa yake katika kituo cha polisi ama kwa wakili wake. So kama wakili, hiyo statement ama taarifa unaifile kotini, unaiweka mbele ya koti, koti inaiangalia, na pia hiyo wakili wa mwenye ameshtaki mtoto pia kuna kopi ya hiyo witness statement. So ukienda kotini si kuongea tu, ila tumeshafanya hayo maneno kudhibitisha kuwa statement ya mtoto na kile mtoto anasema, saidi yake ya mtoto inajulikana kwa kotini na kwa mwenye ameshtaki mtoto. Labda hakimu, kwa kufafanua zaidi katika uamuzi wa kesi za watoto, tunajua kwamba kuna mara kwa mara ambapo mahakimu hutumia historia ya kesi ambayo imetokea awali kama mwongozo tu wa kufanya maamuzi katika wakati ule ambapo wanatoa ile amri baada ya kusikiliza kesi. Katika kusikiliza kesi za watoto, tofauti ni gani? Kwa watoto sisi huwa vile nilikuwa nimeelezea hapo awali, unatakikana kuwa guided by a report ya afisa ya watoto na probation officer, na kutoa uamuzi wako inatakikana kulingana na sheria ya watoto, si kama hii
ama tunaita penal offenses hizi zingine. So inatakikana kwamba uamuzi wako is within the law. Namba ya pili ni kwamba hiyo hata ukitumia uamuzi wa kesi za hapo awali, sentencing ama uamuzi wako inakuwa discretion yako. Vile vile umeangalia vitu kama the gravity of the offense na vile hiyo ripoti ambaye imetolewa. So ni muhimu kuangalia kwamba hiyo kesi yako ama hiyo kesi ya mtoto ni either kama utampeleka mtoto probation, kama ni probation hostel ni ripoti imetoka kwa ofisa ya probation. Na ukipeleka mtoto kwa either probation hostel, lazima kukuwe na report kwamba kuna vacancy katika probation hostel. Kama umeamua kwamba mtoto ataenda Boston Institution, lazima kuwa na ripoti ya kuonyesha kwamba kuna vacancy. Remember, tuko na postal institutions tu mbili hapa Kenya, Shikuza na Shimo la Tewa. Sasa huwezi upeleka tu mtoto huko na kuna nafasi. Yes. So lazima kukuwe na uelezewe kwamba kuna nafasi, tumepata nafasi huko Boston ama tumepata huyu mtoto tunaona kwamba ataenda rehabilitation fulani na atasaidika hivyo. Hivyo ndivyo utafuatilia. Na hata hivyo mtoto akishaenda huko, koti ya watoto inatakikana kuwa unapata a report kutoka either probation officer ama children's officer ikueleze huyu mtoto ameendelea kivipi. Yes. Naam. Katika changamoto ya muda ambayo pia hakimu atazungumzia, amesema kwamba mara nyingi ni muhimu ama wanakuwa wanashinikizwa kumaliza kesi za watoto ndani ya miezi 6. Hili linakuwa changamoto kwa mawakili ama linaleta changamoto gani katika mchakato wa kusikiliza kesi kwa upande wako kama wakili, alafu hakimu atakuwa anapeana upande wake kama hakimu? Naam, kwa wakili pia ni changamoto kwa sababu pia vile hakimu ametueleza hatuna koti haswa ya watoto. Court stations nyingi hazina hizo koti haswa ya watoto, child specialized courts. Kwa sababu ya hiyo, hii makesi ya watoto inawekwa katika list ya hiyo yani list ya court yenye inakuanga na makesi ya mbalimbali. So unaweza pata mtoto amebaki katika hili, anangoja kesi yake iitwe, itajwe, isikizwe hata baada ya muda mrefu sana. Unaona? So pia sisi tuna hatuwezi enda mbele ya koti, hatuwezi ruka timetable ya koti. We are at the mercy of the court's timetable. Vile nataka kusema. Kwa sababu koti iko na makesi mingi na pia ni ukweli kesi za watoto pia ziko na umuhimu kubwa, lakini pia hatuwezi, yani imetushinda sisi pia. Hakimu, naona unatabasamu. Yako kuongezea ni yapi katika kuangazia muda ambao umepewa na kama alivyotaja Damaris, na pia nafikiri awali ulikuwa umezungumzia kwamba mahakama za watoto peke yake ni chache mno nchini, na kesi kama ulivyotaja zinaongezeka kutokana na idadi ya watu kuongezeka na sababu nyingine ambazo umezitaja. Kuna sababu nyingi sana ambazo zinafanya kesi zinaahirishwa ama zinakaa pasta kupitisha miezi 6. Ya kwanza ni kama, wacha niseme tu niweke kama mtoto mwenyewe. Mtoto mwenyewe anataka tuseme uko na kesi ya mtoto ambaye ako boarding school. Huyo mtoto atakuwa nyumbani during holidays. So you only have holidays, uko na holiday ruhusa wakati wa likizo wa April, August na December. So utaekelea hiyo. Sasa zingine huwa tunasema tutumie online hearing. Pia iko na changamoto zake. Pia unaweza pata kwamba mtoto alikuwa akuje kotini, uendelee usikize kesi, lakini ule wakili wake Borobono hayuko, huwezi endelea. So itabidi uyairishe. Huenda pia unapata kwamba file yake haijaletwa kotini. So utabidi uipatie date ya kumention ndio upatiane hearing date. Huenda pia labda kumenyesha na hawezi fika kotini ama hawana nauli. So
utaambiwa tu nimepigiwa simu hawajaweza fika sababu hakuna nauli. So itabidi unaahirisha kesi. Ama saa zingine pia wanaweza kuja mimi niko mgonjwa. Unaona? So siwezi endelea na hiyo kesi. So hizo ni vitu ambazo zinasababisha kesi tunaahirisha inapita miezi 6 ambayo sheria inasema. Vile vile niko na kesi nyingi, si kesi ya watoto peke yake. Ninafanya kesi ya watoto, ninafanya criminal cases, unafanya kesi ambao wamefutwa kazi, unafanya kesi ya mashamba, unafanya succession, na kesi si chache. Wakenya wamejua rights zao. So uko na kesi chungu mzima. So tukipata watu labda maybe waandike watu wengi, labda itasaidia. Damaris, kuna swali ambalo ama hoja ambayo ameibua hakimu ya kuhusiana na aidha wakili kutofika wakati labda wa vikao na pia faili kutofikishwa. Haya yanaweza kuwa yanachangiwa na nini wakati ambapo changamoto hizo kwa upande wenu mnazipata na kwa upande mmoja au mwingine kuleta sababu ya kuahirishwa kwa ile kesi? Wakili wa watoto anapatiwa na serikali, na saa zingine serikali inachelewa kulipa fees ya huyu wakili. Hiyo ni changamoto nyingine juu hela haiko, bajeti haiko ya wakili wa watoto. So unaweza pata wakili anakufa moyo juu hajalipwa kesi nyingine, alafu anakataa kukuja kotini, hii siku imeahirishwa. Na hiyo ndio hakimu anasema ni changamoto kubwa, kwa sababu sasa mtoto anaachwa peke yake, mtoto hawezi jitetea, haelewi kile inafanyika hapo kotini. Pia unajua ODPP, the prosecution, maneno ya file ya polisi kuletwa kotini pia ni changamoto, kwa sababu saa zingine polisi hakuji na hiyo file mapema, so ama hata hakuji. So prosecution ndio wanafanya kazi na polisi, alafu tena kuna wakili wa kutetea watoto. Sasa side ya prosecution haiwezi endelea na kesi bila hiyo kesi ya file ya polisi. Unaona, tena hapo ndio shida. Yeah. Tunapoangalia vile vile pia kuwepo kwa changamoto zingine ambazo zinafanya kesi kuchelewa kukamilika. Kwa mfano tukiangazia swala la mashahidi, iwapo mashahidi ni watoto na washtakiwa ni watoto, hiyo kesi inakuwa tofauti ama na changamoto gani kwako kama hakimu? Kwa sababu kama ulivyotaja, kuna wakati ambapo watoto wanashtakiwa na mtu mzima, na kuna wakati ambapo watoto wanashtakiwa kwa kutekeleza makosa kwa watoto wenzao ama uhalifu ama kuvunja sheria dhidi ya watoto wenzao. Changamoto zinakuwa gani wapo wote waliowapo mashahidi ni watoto na wanaoshtakiwa ni watoto? Ni vigumu sababu kupata ushahidi kupata kwa mtoto, especially ama haswa wale ambao wako chini ya miaka 5, ni vigumu sana. So kama koti unatakikana kuwa na time ama muda ambaye uko wewe mwenyewe uko relaxed kiakili, ndio uanze ukiuliza hayo maswali kwa hao watoto wanaweza wakakujibu. Ukuwe very friendly. Saa zingine hao watoto wanakuja unawauliza maswali wanaanza wanalia. So inaisha tu hivyo. So una-adjourn wapoe, alafu baadaye labda mtaendelea. Remember, kumbuka ukisha-adjourn kurudi tena either wakatae ama upeane sasa siku nyingine ya kusikizwa. So hiyo ni changamoto mingi sana. Na vile Damaris alikuwa ameelezea, kwa watoto chini ya miaka 10 natakikana kufanya kitu inaitwa Viodaya. Viodaya haina mpango, imeachiwa kama discretion ya court. Lakini koti kupitia decisions ambazo zilikuwa zimefanywa hapo awali wanasema kama koti unatakikana kuandika swali na jibu vile mtoto amesema. Sasa zingine unaenda unauliza mtoto swali anacheka. So what do you write? So you need to write, unatakikana kuandika swali na jibu, swali na jibu. Ndio sasa koti upate kumake opinion ama uamue kama huyu mtoto atatoa ushahidi wa kuapishwa ama hatatoa ushahidi wa kuapishwa. Hivyo hizo ni machangamoto ambazo tunapitia. Huenda pia ama guardian ya mtoto angekuja kotini lakini hakuji. Ama kama makosa yalifanyika katika familia. Unaona changamoto vile kutoa ushahidi iko itakuwa ngumu sana.
So ni vyema kama koti ambayo inafanya kesi za watoto, kama ni siku, kama ni siku ya watoto, patia time yake. Just feel relaxed. Ukuwe hata na kasweet kidogo hapo, kitu ya kuentice ama kitu ya mtoto akifika. Kuna wale watoto baada ya kuongelesha wataanza kuchora, waanze kuongea. So those are the things tunajaribu kuwapatia, ama unapatia kitu ya kufinya. You see, inatoa pressure. Ni kama mtu mzima, wengine wanaanza wanatetemeka, sembuse mtoto. Yes, so ni vyema kuwapatia environment ile mtoto anatoa ushahidi. Vile you have also unatakikana kuprotect rights ya ule mtoto mwingine ambaye amestakiwa. Damaris, upande wenu unakuwaje wakati ambapo mnaenda kwenye mahakama lakini kesi inahusisha watoto pande zote mbili? Upande wa mashahidi na upande wa washtakiwa wote ni watoto. Kwa upande wa wakili, changamoto zinakuwa ni gani? Changamoto kwa upande wa wakili si kama ya hakimu, kwa sababu kama wakili wewe uko na mtoto wako unamtetea, ama wewe ni prosecution unatetea mlalamishi ama mwenye kesi. Kama wakili kabla kuingia kotini umeshaongea na mtoto wako, client wako, umeshamjua, umeshamjulisha kwa kuwa utakuwa kotini ukiulizwa hivyo usiogope, na umeshamueleza haki zake. So unless huyo mtoto awe chini ya miaka 5 vile hakimu ameeleza, kama wakili sijaona hiyo shida sana. Juu umeshamjua huyu mtoto. Lakini kikuja wakati wa kuuliza maswali kwa huyo mtoto kwa side nyingine, lazima muonyeshe heshima. Because mtoto ako na haki kutodhulumiwa hata kotini. Best interest of the child nilikuwa nimesema lazima izingatiwe hata hapo. Mawakili wanaitwa officers of the court. Tunasaidia koti kwa kupata haki ya hawa watoto. So kwa mawakili kazi yetu inakuja kuwaheshimu na kuwaongoza vizuri kwa kuuliza maswali na kuzingatia haki yao. Ikisalia kwako, kuna tofauti ya lugha ya watoto ambayo tunawafundisha hususan ikiwa ni masuala ya sehemu ambazo ni za siri. Na sijui kama hili hakimu watazungumzia linakuwa changamoto iwapo sehemu za siri, kama wengi wetu watu wafundishi maneno halisi ya sehemu hizi, watoto wetu tunawafundisha maneno tofauti kwa sababu ni wadogo kwanza, na yale maneno ya uhalisia wakati mwingine yanakaa kama matusi, kwa hivyo unawafundisha maneno tofauti. Tunapozungumzia kesi ambazo sehemu hizi zinahitaji kutajwa zilivyo, na sijui kama hakimu atakuwa anatuambia iwapo kuna umuhimu wa kutajwa zilivyo, na iwe wewe ni wakili. Wapi ambapo inakuwa unasisitizia, na pia labda katika kumwandaa yule mtoto, iwe ni mshtakiwa ama ameshtakiwa kwa kosa labda la unajisi, na kuna sehemu ambazo ni zitajwe na maneno ya uhalisia lakini hajafundishwa kuzitaja hivyo, kama tunavyojua watoto wetu hawazitaji zilivyo. Unakumbuka mtoto ako na haki ya kushirika katika kesi yake katika lugha anaielewa. Hata hiyo authorities ama precedent ama kesi za kitambo zinatumika na koti ama hakimu kuamua kesi, imesema kuwa mtoto anaweza sema vile anaielewa. Hata kwa hiyo lugha yake ya kinyumbani anaweza kutumia hiyo lugha kujieleza vile anajua. Ndio hakimu alikuwa anasema akiuliza swali lazima andike vile mtoto amesema. Na koti ya kitambo na makesi za kitambo yamekubali haya. So mtoto akisema vile anaijua ni sawa. Hauwezi mlazimisha aseme kitu haielewi. Na anafaa kupata haki kupitia vile ameeleza kotini. Labda ni wakati gani ambapo mnafahamu kwamba tunasikiliza kesi ya mtoto huyu lakini akisema kalamu wanamaanisha kitu fulani, ndio wakati ambapo anaendelea kujibu mashtaka ama kutoa ushahidi? Kila anapotaja neno ambalo linasimamia kitu fulani unakuwa tayari umejua linasimamia nini. Na pia labda katika changamoto ambayo ipo wakati ambapo unasikiliza ushahidi ama unasikiliza mashtaka kwenye watoto ambao watataja vitu hususan katika kesi za unajisi kwenye lugha ambayo sio halisi. Huwa vile naona wakati mwingi kama koti unamwambia ama prosecution anaelekeza mtoto aseme alikushika wapi. Atasema alishika hapa
koti unaandika amesema kichwa. Alishika pale simu zake za siri, ataonyesha alishika hapa. Akafanya nini? Akaingiza vitu zake ama alifanya hivyo hivyo. Na mtoto akishasema hivyo, koti inatakikana unaandika, unaabsorb na unaandika vile mtoto ameelezea. Kama amesema, kama hajaelewa amesema tabia mbaya, mtu mwingine tabia mbaya ni kumaanisha vipi? Ndio sasa ataelezea. Pole pole tu anaelezea. Na kama ulivyotaja, nafikiri ndio umuhimu wa kuchukua muda kwa sababu ya kutaka kufafanua zaidi. Tuzungumzie baada ya hukumu imetolewa, na labda iwe hukumu kulingana na masuala uliyoyataja, iwe ni mazingira ambayo unahisi iwapo utamrejesha mtoto anaweza kurejelea kosa lile ama si salama, na uamuzi umetolewa kumweka kwenye vituo vya kurekebisha tabia. Viko kwenye makundi mangapi? Nimesikia ukitaja probation, nimesikia ukitaja zile jela za watoto ambazo umesema ni 2. Katika kuweka kwenye makundi kwa mtazamaji kuelewa, vituo ambavyo vinazuia watoto kwa kurekebisha tabia vipo kwenye makundi gani, na pia labda tofauti ya watoto kwenye makundi haya ya vituo hivi inakuwa ni gani? Kuna wale ambao wanaletwa na afisa ya watoto, wale wa children in need of care and protection. Hao pia wanaletwa koti zetu. Au watu, ikiwa ni msichana, wanapelekwa mahali wanaitwa Girigiti Girls. Wanapelekwa Girigiti Girls, alafu wanakuwa assessed. Huko wanakuwa assessed, kuna wale wako high risk, medium risk na low risk. So sasa wanasambazwa kwa hizo institution ambayo ni managed by the Children's Department. Kuna vile ambao wanamanajiwa na probation. Probation pia wako na institutions. Kuna institutions ambazo wanachukua wasichana na wale wanachukua boys. So kuna zile ziko Mombasa, kuna nyingine iko Kericho na nyingine iko Nairobi. So wakishachukua watoto vile watakuwa wanaendelea masomo yao, na ilhali wanarekebishwa. Vile kuna wale wanapelekwa Boston. Kumbuka kwamba unatakikana kuzingatia miaka yao. Mtoto wa chini ya miaka 12 huwezi peleka Postal Institution. So mtoto koti, mkifanya hiyo conference, unaona kama huyu mtoto anatakikana kupelekwa Boston, atapelekwa Boston either Shikuza ama Shimo la Tewa. Na wakiwa huko pia mtoto anaweza achiliwa. Huwa unaekelea mtoto huko kwa miezi au miaka 3. Lakini huko Boston Institutions kuna kitu inaitwa Board of Visitors Meeting, na huwa wanaangalia watoto every review. Mtoto akisharekebika anaweza achiliwa. Wanaita they are released on license, so that wanaenda nyumbani kabla hawajamaliza hiyo term ambayo walikuwa wamepewa. Ndio nilikuwa nasema ni muhimu afisa ambaye alikuwa amekuletea hiyo report akuambie kama huyo mtoto ameachiliwa au la. Kuna vile ingine ambayo inaitwa YCTC, iko ya wasichana na ya wavulana, zote ziko committee. Hii inaangazia wale ambao wako around 17 to around 22 years. Yes. Naam, asante. Tutakuwa tunakuja kuendelea na mazungumzo haya ndani ya muda usio mrefu, lakini kwa sasa napata fursa ya kutupa jicho madukani. Tutakuwa narejea na kusihi usiende mbali. Endelea na mazungumzo ambapo tunaangazia uhalifu chini ya miaka 18, tukitilia manani kwamba kumekuwa na visa ama ongezeko la visa vya uhalifu kwa watoto ambao wanaingia kwenye magengi ya uhalifu, na pia vile watoto ambao wanatekeleza tu uhalifu na kuvunja sheria kwa jumla, tukiwa tunaangazia vile ambavyo mtoto anapojipata kwenye mkono ama amevunja sheria anapofikishwa mahakamani, na pia mchakato mzima wa urekebishaji tabia unakwendaje.
Namhusisha hakimu Betty Koech ambaye ni hakimu mkuu wa mahakama ya Machakos, na pia namhusisha Damaris Lubanga ambaye ni afisa wa mipango na upatikanaji haki, akiwa pia ni mwanasheria katika shirika la Pendekezo Letu, shirika ambalo linasaidia watoto walio katika mazingira hatarishi na pia zaidi kusaidia kupeana huduma za bure kwa watoto ambao wameshtakiwa kwa kuvunja sheria. Karibuni kwenye sehemu ya 3 na ya mwisho, tukiangazia swala la nafasi ambayo ipo katika vituo vya urekebishaji tabia ambazo ni hizo probation centers, na pia kama alivyotaja mwelekezi wangu approved ambazo ni zile Boston institutions. Changamoto ya kuwepo kwa vituo ambavyo ni vichache, na kama ulivyotaja mara nyingi lazima afisa aweze kupata ufahamu iwapo kule ambako mtoto anapelekwa kuna nafasi kabla hajapelekwa. Na pia katika mchakato mzima wa kuhakikisha mtoto anarekebishwa tabia, kupata ushauri na masuala mengine kama haya. Changamoto ni gani? Changamoto ni ile ya koti hauna discretion. Ungependa huyu mtoto apelekwe tuseme Boston ama apelekwe probation, lakini unaambiwa hakuna nafasi. Ama ungependa kwamba mtoto apate rehabilitation fulani, lakini kuna limited, kuna nafasi ambazo ziko limited. Saa zingine pia ungependa mtoto tu apewe counseling, lakini ukijua kwamba counseling is very expensive ama iko ghali, iko ngumu, na hata kupata hawa counselors iko ngumu sana. So unapata kwamba serikali haijaweka kando budget ya kuangazia hayo mambo kama budgeting ama kujenga facilities ambazo ni za watoto. Aswa na saa zingine vile tulikuwa wakati mwingine tulikuwa tunasema saa zingine si mzuri tena kuweka watoto kwa hizi institutions, kwa vile wakiwa huko institutions kuna makosa zinafanyika, na wakati mwingi tunasema tujaribu njia ya badala ambaye mainly ni tunasema ni diversion. Umekuja, kama tunaweza divert ni sawa, lakini kama haiwezekani kabisa tutakupeleka kwa hayo institutions. Lakini vile tunasema hizo institutions inakuwa run by government, na pia wako na changamoto na ya pesa, like tunasema kwamba funding ya government is not always enough. Ndio unapata kwamba wanashirikiana na NGOs ama vikundi za kijamii ili wasaidie hawa watoto. Yes. Labda kwa kufafanua zaidi, unaposema kuna makosa yanafanyika, labda kwa mfano ni vitu kama gani ambavyo unahisi vinakuwa vinafanya mazingira yale yanakuwa pia si vizuri kupeleka mtoto? Wacha nikwambie kama nikiwa koti ya Tononoka ya watoto, niliwahi pata kesi ambaye mtoto akiwa hapo institutions, simi sasa ni gani, alianza kuuza bangi. Unaona? So unaona makosa imeshafanyika. Huyu mtoto hajatoka hapo hiyo eneo ya makosa. Yeye alikuwa ametolewa huko pande pingine kwa Kenya. So kupata hata mzazi, kupata hata kufanya mtu uendelee na hiyo kesi inakuwa changamoto. Unaona? Unarudisha huyu mtoto aende pahali hata ataharibu watoto wengine, ama itakuwaje? Ama wengine wataanza kuiga tabia yake, itakuwa vipi? So hiyo ndio nasema kuna makosa ambaye inafanyika huko. Ama unaweza pata kwamba wakiwa huko wanapigana. Unaona? Wanafanya makosa zingine. So inakuwa ngumu. So afadhali kama mtoto ako nyumbani apewe guidance na mzazi, kama kuna counselor anafuatilia akiwa na children's officer na probation officer, ili huyo mtoto asaidike. Because these are our future labor force. Yes. Labda kwa kuongezea yaliyozungumzia hakimu katika masuala ya changamoto ya nafasi katika vituo hivi vya kurekebisha tabia vya watoto, na pia katika upungufu waliotaja wa washauri na sama counselors ambao wanahisi ingekuwa njia mbadala ya kurekebisha tabia ya watoto wakiwa nyumbani, lakini upungufu wake unaleta changamoto kwa sababu unasukumwa tu labda kumpeleka kwenye vituo na pia hakuna nafasi za kutosha.
Ndio maana hakimu alikuwa anatueleza kuhusu haki mbadala kama diversion. Mtoto asiendelee na kesi kotini, ila arejeshwe kwa jamii ndio aweze kupata mafunzo na mwongozo bora, ndio aweze kubadilika na aweze kuwa kama vile anasema, awe mtu mwenye akona maana katika jamii ya kesho. Na hiyo changamoto ya nafasi ni kubwa sana, lakini nimeona nimeenda YCTC hata hivi karibuni, naona wanajaribu sana maneno ya hiyo nafasi, lakini bado wanasema hii maneno ya funding ama bajeti ama hela kutoka serikali ni kidogo sana, na ndio shirika ya kijamii inawasaidia mashirika ya kijamii mbalimbali. Bado wanahitaji usaidizi. Kama wakili hatujishughulishi sana na kwenda huko, lakini mimi kama nikiwa hii shirika la pendekezo letu, hiyo ndo tunafanya hiyo kazi ya kwenda kusaidia institutions kama Bostall institutions kuweza kufanya maisha ya watoto yawe bora kidogo. Hakimu, ukizungumzia changamoto ya mtoto kurejea kwenye koti yako tena akiwa tayari alikuwa amefanya makosa ama amekiuka sheria na amerejeshwa tena kwa mara ya pili ama ya tatu katika kuvunja tena sheria, kipindi ambacho bado yuko kwenye chini ya miaka 18, kesi hizi zinajirudia kwa kiwango gani, na pia labda changamoto inakuwa ni gani mara nyingi? Wakati umeachilia mtoto, tuseme amepeana apology, amepatikana akiiba, amepeana apology, baada ya miezi 6 anarudishwa tena, amefanya makosa ile ile. Kwa sheria ya watoto inasema kwamba kuna hizi level ya diversions. Levels za diversion, kama nilikuwa nimekupatia ya kwanza, kwamba ukue chini ya uangalizi wa ofisa wa watoto miezi 6. The second level ni kwamba nitakupea ukue chini ya uangalizi ya huyo ofisa kwa miezi 12. Vile vile ikiwa sasa level ya 3, kuna sasa utapeana unaongezea mamiezi, unaona. Sasa hivyo ndivyo unatakana kuangalia vile unadeal na repeat offenders. Lakini vile vile kama hautabadilisha nyumbani ama kama hautabadilisha vitu ambavyo zilikuwa zinamfanya huyu mtoto afanye hayo makosa, zitakuwa ngumu. Tutakuwa tu tunarudi tunafanya kitu vile vile mpaka sasa anakuwa 18, anakuwa hardcore, unaona. So ni vyema tukipata repeat offender tunaangalia kama kwa hiyo case conference ni nini tulifanya ama ni nini hatukujua hapo awali ndio imemfanya huyu mtoto afanye tena hayo makosa. So hiyo ni mambo ambayo unatakikana kuzingatia kama koti. Ni nini, kwa nini umerudi tena? Nyumbani bado kuna shida. Sasa kama kuna shida nyumbani, uangazie wazazi. Ni nini mbaya huko nyumbani? Na Damaris, kwa kuangazia nyinyi kama pendekezo letu, napofika wakati ambapo mtoto anarejelea makosa ama anavunja sheria zaidi ya mara moja, zaidi ya mara mbili, na labda mlikuwa mmemwakilisha kwa upande mmoja au mwingine, wapi ambapo mnaingia kama pendekezo letu? Mbali na kwamba wewe ni wakili, programu zipi ambazo zinatumika kumsaidia yule mzazi kutengeneza mazingira bora ama hata yule mtoto kujitoa kwenye ile tabia ama kile kikomo ambacho anarejelea kukiuka makosa na sheria kila wakati? Huwa tunakuwa na training program kusema perhaps vile tunaweza sema wazazi wanafunzwa vile kulea mtoto vizuri, malezi bora ya mtoto. Pia tuko na psychologist katika pendekezo letu. Wanafanya hiyo training, pia wanaongelesha hawa familia kuona shida iko wapi, kwa maybe vile watoto wanafikiria ama vile hali ya familia iko aje na vile wanaweza boresha hiyo hali. Pia tunafunza wazazi vile kujitegemea kihela ama kibiashara, ndio mtoto tena asipate reason ya kutoroka juu pesa haipatikani nyumbani, aende kufanya uhalifu akitafuta pesa ama akitafuta hela ama akitafuta kipato.
So tunajaribu kuwa empower the community. Tunajaribu kusaidia jamii walete mtoto, wamrudishe mtoto na wamkaribishe mtoto, wamlee mtoto vizuri. Na hakimu, ukizungumzia athari za kushtakiwa kwa mtoto kwenye maisha yake ya baadaye, tupo kwenye taifa ambalo unapotaka kutafuta ajira unaonyesha cheti ambacho kinaonyesha haujawahi kushtakiwa na labda fingerprints zako hazijachukuliwa kwa kosa lolote la uhalifu. Hii inakuwaje kwa mtoto ambaye yuko chini ya miaka 18 akiwa amefikishwa mahakamani na amehukumiwa kwa kosa, kwa kutekeleza kosa fulani, aidha amepelekwa kwenye kituo cha kurekebisha tabia au mumechukua njia mbadala za maamuzi za kumrekebisha tabia, iwe ni nyumbani ama kwenye jamii? Huwa mtoto akistakiwa na fingerprints tuseme ilichukuliwa, huwa fingerprints by is it DCI wanatakana kuzifuta after I think ukimaliza kesi zinafutwa, so that mtoto akifikisha 18 sasa akona clean slate. Yes, ndio aanze maisha yake, because tunasema kwamba kila mtu anahitaji second chance. Ni vile tu huyu mtoto amepatikana na makosa, tumsamee, tumpatie second chance. Sasa ukiwa mtu mzima ndio sasa utapatikana na sheria, lakini ukiwa mtoto tunakupatia a second chance. Yes. Na kwa wale huwa inatolewa. Na kwa wale ambao ni wapo kwenye ile kundi la 17 hadi 22 ambao wanapelekwa kwenye zile Boston facilities ambazo ni jela za watoto, yao inakuwa tofauti ama kwa sababu kuna ile miaka 18 wameshavuka? So long as ulikuwa wakati wako ukifanya makosa ulikuwa chini ya miaka 18, hapo ndio unasamewa, lakini ukishavuka mpaka hapo inakuwa ngumu. Yes. Naam. Na kwa upande wako katika swala la kurejesha watoto ambao wamekuwa katika mkono wa sheria, aidha kwenye vituo vya kurekebisha tabia ama wamepitia kwenye mkono wa mahakama kwa kushtakiwa kwa kosa fulani na ukiukaji wa sheria, kuwarejesha kwenye jamii, ni shughuli zipi ambazo mnaziendesha kama shirika kuhakikisha kwamba anaporudi kwenye jamii anajua kwamba kufanya kosa si kosa ni kurejelea kosa, na pia jamii inajua kwamba yule mtoto alikuwa amefanya makosa lakini hawafai kumwangalia tofauti? Tunajaribu hata huyu mtoto anaporudishwa kwa jamii, kuna program ya pia kulipa karo. Unajua wanasema mtoto akipata masomo anaweza jitegemea mbeleni. Tunafanya hiyo, tunamlipia karo, tunasaidia wazazi kulipa karo, maybe hata kama inawezekana tunahamisha hiyo familia kutoka hilo eneo tunampeleka pale pengine, na pia tuna maafisa wanazingatia na wanafuatilia yani huyu mtoto anaendelea aje kabla ya kurudishwa. So hatuwaachi wakitoka katika upande wa sheria, upande wa hakimu, upande wa court, pia tunafuatilia tunafuatilia progress, tuseme progress reporting na progress tracking ya huyu mtoto, ndio tuhakikishe mtoto hatarudi kwa hiyo maisha alikuwa nayo mbeleni. Na pia tunamfunza, tunafanya training na serikali, tunafanya ushirikiano na serikali kama Ajira Kenya, kuwafunza watoto skills ama kuwafunza vile kujitegemea kibiashara. Tunawasaidia na maneno ya mentorship, ndio wapate wanabiashara wenyewe wameweza kufanya biashara vizuri, wawafunze pia vile wanaweza pia wao kuanzisha biashara. Na pia skills kama skills za kutumia kompyuta na skills za tuseme maybe kupiga picha, videography, photography, tunajaribu kuwasaidia pia ndio wapate hiyo nafasi ya kujitegemea mbeleni. Ujuzi huu unakwenda na kiwango cha umri ama inakuwa kwa pamoja, kwa sababu tunajua pia kuna umri ambao bado hawezi kufanya kazi, labda kwa kufafanua zaidi umri gani ambapo wanafanya shughuli zipi katika kuwasaidia kwenye njia hiyo, lakini kwa sababu ya umri zile shughuli zinatofautiana. Kama ni watoto wadogo sana tunawafunza maneno tu, yani tunaangalia hiyo umri yake. Kama ni mtoto mwenye ni mdogo sana tunamfunza maneno ya self esteem, maneno ya kujipenda, hata kama amekuwa na hiyo kifungo na hiyo historia. Kama ni mtoto mwenye amefikisha miaka 15
ama tuseme 16 hadi 18 tunaanza kumfunza maneno ya biashara. Pia tunalipia vocational training kwa vituo vya vocational training. Na pia tunafuatilia, tunakuwa kama wazazi wao wa pili. Tunafuatilia, tunauliza umeenda darasa leo, mbona haujaenda, hivyo mpaka mtoto amalize, alafu aweze kujitegemea, apate hizo skills. Labda nikisalia kuko kwa kumalizia, alafu nipate kauli ya mwisho ya hakimu. Changamoto ni zipi wakati ambapo kuna hiyo reintegration, kuwarejesha kwenye jamii, kuhakikisha kwamba wanabadilika tabia na wanakuwa na mtazamo tofauti ambao utawasaidia kwenye maisha yao ya baadaye? Changamoto kuu ni resistance, tuseme. Vile jamii, sisi ni jamii wa Kiafrika, na mtoto akipitia Boston Institution ama apitie kotini, sasa jamii haimtaki tena. Inasema huyu amekuja na laana, huyu, na wanamkataa. So tena tunajaribu kuwafunza tu ndio wapende hawa watoto. Tunajaribu kusema vile hakimu amesema, mtoto anafaa kupatiwa second chance. Mtoto anafaa yani aanze tena, apatiwe hiyo chance ya kuanza tena. So hiyo ndio changamoto kuu. Wengine familia yao wanatoroka, hawezi wapata tena. So mtoto anabaki hapo Boston Institution, familia yake haiko, na ni shida kweli, kwa sababu sasa kuna muda wa mtoto kukaa kwa hizo institution. Sasa hiyo muda ikiisha, mtoto anabaki tu hivyo. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Labda kwa kuongezea aliyozungumza, hususan katika swala la watoto labda kutelekezwa kabisa na familia zao wanapoingia kwenye hivi vituo, na wanamaliza ule muda wao kama hakuna mtu amekuja kuwachukua, na wanaishia kustojua la kufanya. Na pia zaidi kwa kuongezea tu kuangalia changamoto ambazo zipo katika justice system yetu na masuala ambayo yamebadilika ya kiteknolojia, katika kuhakikisha kwamba tunakwenda na wakati ambapo tunaangalia haki ya mtoto na pia kuweka sawa katika urekebishaji tabia. Now, kwa maoni yangu ni kwamba unajua kila mtoto ni unique. Kama vile wewe uko unique, hakuna mtu mwingine, labda science wanasema labda kuna mtu mmoja, lakini hakuna mtu ambaye anafanana na wewe. Changamoto haswa ni kwamba hata kupata hiyo reports kutoka children's officer ni ngumu. Upate kwamba kama Machakos uko na labda kwa sub county uko na mtu mmoja anatakikana kuangalia the whole sub county. Kuna mtoto hapa, kuna mwingine ameshikwa police station, unatakikana kufanya report. Do you have money? There isn't money for that. So kwa maoni yangu ni kwamba there is need to, kuna takikana kuwa na increased budget kwa all kwa department zote ambazo zinaangazia maslahi ya watoto. Ndio maana tupate justice ama tupate mtoto ambaye ako reformed vile act ilikuwa inaitaka. Namba ya pili, bado tuko na Prisons Act ambayo ilikuwa ya kitambo, na Boston Institution Act na Probation Act. Hizo acts Koech ambaye ni hakimu mkuu wa mahakama ni mazungumzo na kutufahamisha zaidi kuhusiana na jinsi ambavyo kesi za watoto zinaendeshwa. Na pia nimshukuru sana kesi za watoto zinaendeshwa. Na pia nimshukuru sana Damaris Lubanga ambaye ni afisa wa mipango na upatikanaji haki, akiwa pia ni mwanasheria na wakili katika shirika la Pendekezo Letu, shirika ambalo linasaidia watoto walio katika mazingira hatarishi, na kwa wale watoto ambao wamejipata katika mkono mbaya wa sheria, basi linawasaidia kupata huduma za haki ama sheria kwa bila malipo ama bure. Na asante sana kwa kuja na kwa kushiriki. Mtazamaji, kufikia hapo nafika kikomo cha taarifa hizi za yanayojiri na pia mazungumzo haya kwa jumla. Shukran sana kwa kutazama kuanzia mwanzo hadi tamati. Natumai umejifunza mawili matatu, na pia utakuwa unakuwa makini wapo wewe ni mzazi na mwanao, kumwangalia mazingira aliyopo, asiwe miongoni mwa watu ambao wataathirika na watoto wengine kukiuka haki, ama pia asiwe katika wale watoto ambao wanakiuka haki ama sheria kwa jumla na kujipata kwenye mkono mbaya wa sheria. Nawapisha wenzangu wa lugha ya Kimombo kuchukua usukani kwenye matangazo yanayofuata ya News Desk, na mwenzangu Ndu atakuwa anachukua usukani huo na kuungana nawe hivi punde. Nimekuwa wako Hadia Mwasiwa, hadi wakati mwingine inshallah. Kwaheri.